duniani. So kuna ugonjwa mmoja unakuta mtu anakuwa ametoka na vipele almost mwili mzima. Bana, nimeitwa hapa kwenye kupita zangu nafanya challenge zangu, nimeitwa Afya Mtaa leo inaojua. Brother, hebu anza kunioji. Sasa ukifuatilia kwenye TV au kwenye vyombo vingi vya habari kuna magonjwa mbalimbali ambayo yanazuka duniani. So kuna ugonjwa mmoja unakuta mtu anakuwa ametoka na vipele almost mwili mzima. So swali langu kwako kwamba ule ugonjwa unaitwaje na the way kulingana na jamii, kuna baadhi ya wanabaguliwa. Hao watu ambao wanabaguliwa wanakuwa kwenye situation ipi na ushauri gani wapewe kulingana na watu ambao wanaishi nao, na huo ugonjwa tiba yake ni nini? Kwa nataka unipe majibu. Asante sana. Mwanaafya Mtaa ameuliza swali kwamba linahusiana na masuala ya vipele, kwamba kuna changamoto, watu wanapata changamoto ya vipele. Sasa brother, iko hivi sawa? Kwenye mwili wa binadamu hususa kwenye ngozi ndio kiungo moja hapa ambacho ni sensitive, yani kimaanisha inaweza kuonesha dalili haraka kabla ya kupata nini? Maradhi. Umenipata? Changamoto za vipele kwenye mwili wa binadamu ni nyingi sana zinaweza kusababishwa. Umenipata? Inaweza kawa ni allergy, sana zinaitwa ni allergic reaction ndio zinapelekea hivyo hapo. Lakini pia kuna baadhi ya magonjwa ambayo either umekuwa contact na kiumbe au sehemu fulani, ambao ili kudhibitisha huu ni ugonjwa fulani inatakiwa kwanza tufanye nini? Vipimo. Umeelewa? Nafikiri nimejibu ile swali lako la kwanza. Siwezi nikakwambia kwamba ni ugonjwa fulani kwa sababu sijaushuhudia au katika maelezo yako sijapata vile vidokezo sasa hivi ya kuonyesha kwamba kuna ugonjwa fulani ulizuka kwenye dalili hizi hapa. Umeelewa? Lakini cha msingi ikitokea mtu mwenye changamoto hiyo hapasi kutengwa wala yeye hapasi kujitenga na mtu mwingine na watu wengine, bali cha kwanza kabisa ni kusaidiwa ushauri wa kidaktari. Na ushauri wa daktari unapata wapi? Sogea kituo cha afya, zahanati, kituo cha afya au hospitali ya wilaya, hospitali ya mkoa au kwa mtaalamu wote yule ambaye anahusika na masuala nini? Ya afya. Umeelewa? Kwa mfano ukisogea hospitali kubwa, hospitali ya wilaya, hospitali ya mkoa au ya rufaa, sana pale utakutana na bingwa wa ngozi ambao hawa wenyewe wamespecialize kwenye hizi changamoto za nini? Za ngozi. Umeelewa? Kingine cha kuongezea, mtu unapopata changamoto yote ile ya kiafya unashauriwa, hatua ya kwanza, toa taarifa na ufike sehemu husika ambayo inatoa msaada wa kiafya. Si umeelewa hapo brother? Umenipata? Basi hii ni Afya Mtaa, tunaendelea kwa wote mwanangu. Haina noma mwanangu.